Wapenzi watazamaji na wale ambao mnanisikiliza kupitia media hii ya The Final Warning TV, ninapenda kuwashukuru wote ambao umeendelea kuniombea lakini na kuombea media hii ili tuweze kujifunza pamoja na kusonga mbele katika nyakati hizi za mwisho. Basi ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia nafasi kwa ajili ya kujifunza neno lake, kwa ajili ya tafakari. Na leo tena Bwana anacho chakula, mkate wa uzima kutoka mbinguni kwa ajili yetu. Basi nikuandae wewe msikilizaji na wewe ambaye unanitazama, ikiwa una kifaa cha kuandikia, basi kama ambavyo tumekuwa tukifanya The Final Warning TV, tunasoma. Hatuhitaji kujifunza vitu ambavyo havijaandikwa. Kwa hiyo andaa kifaa chako cha kuandikia ili tuende pamoja tunapoenda kujifunza somo ambalo litaendelea kutuimarisha na kutusaidia kujiandaa kwa ajili ya dhoruba inayojia ulimwengu huu. Ni furaha ya pekee sana tunaposikia kwamba Kristo yu mlangoni, lakini ni huzuni kubwa sana tunaposikia kwamba bado hatujajiandaa. Basi tupige magoti tuombe tunapoenda kuanza tafakari yetu na kuona kwamba tutaenda kujifunza kitu gani katika siku ya leo. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketee juu mbinguni, tunasema asante kwa neema na fadhili zako nyingi ulizotujalia wana na binti zako. Tumeweza kukutana katika siku nyingine ya leo. Asante kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye ameendelea kutufuatilia daima, akitamani kujua kipi ambacho unatamani kuzungumza nasi katika nyakati hizi za mwisho, karibu kabisa na kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Asante kwa sababu leo tena unalo neno la kuzungumza nasi. Zungumza na msikilizaji wako, kanitumie upendavyo ili Bwana nikanene yale ambayo yanatoka kwako, ili sote tukavutwe karibu na wewe na sifa na utukufu vikurudie wewe. Ni tumaini letu kwamba utazungumza nasi, utakuwa pamoja nasi tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki. Ni kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi wapenzi watazamaji na wasikilizaji, leo tutaenda kuangalia somo jipya kabisa, na yawezekana hii ni series mpya kabisa nyingine ambayo tutaenda kutembea nayo. Lakini usisahau series zilizofichika bado haijafikia mwisho wake, na kwa neema ya Bwana tunazidi kuweka mambo vizuri, na kwa kadiri iwezekanavyo, kwa kadiri Mungu atakavyotujalia, atakavyonijalia, tutaleta series zingine ili kuona ni wapi ambapo ninatamani tufike, ili kutusaidia sote kufahamu kile ambacho tunapaswa kukifanya na kutusaidia kujiandaa kwa ajili ya mtihani wa mwisho ambao uko mbele yetu. Na leo tutaenda kujifunza wito wa mwisho wa kujikana nafsi kurejea kwa Mfalme Konstantino. Wito wa mwisho wa kujikana nafsi kurejea kwa Mfalme Konstantino. Na hii ni series ambayo tutaenda nayo, na leo itakuwa ni siku ya kwanza, ama itakuwa ni sehemu ya kwanza ya series yetu ya huu wito wa mwisho wa kujikana nafsi kurejea kwa Mfalme Konstantino. Katika kitabu kile cha Mhubiri, ninatamani kutumia fungu ambalo tumekuwa tukilitumia sana, kitabu kile cha Mhubiri sura yake ya kwanza. Kitabu kile cha Mhubiri, Mhubiri sura yake ya kwanza kabisa, na Mhubiri sura yake ya kwanza na mstari wa 9. Mhubiri sura ya kwanza na mstari wa 9 nasema, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Nimekuwa nikilikariri tu, leo nilitamani tulisome pamoja. Mjumbe wa Mungu anatuambia hakuna jambo jipya chini ya jua. Yale ambayo yalikuwako ndiyo ambayo yatakuwako mbele ya safari. Lakini yale ambayo yalitendeka zamani ndiyo ambayo yatajirudia tena. The history is repeating. Historia inajirudia. Fungu la 10 anasema, je,
kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Je, kuna jambo ambalo leo watu, kuna mavumbuzi mengi sana, lakini kuna jambo ambalo wanadamu wanaweza wakasema hili ni jipya? Sikia Mungu anavyojibu. Anasema limekwisha kuwako tangu zamani, tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Kama unadhani kuna jambo jipya, shahidi mwaminifu anatuambia tazama limesha kuwepo tangu zamani kabla yetu sisi. Wito wa mwisho wa kujikana nafsi, kurejea kwa Mfalme Konstantino. Kwa nini nimechagua title hii ama kichwa hiki? Tembea pamoja nami katika series ambazo tutakuwa nazo, na leo itakuwa ni siku yetu ya kwanza. Nitajitahidi kwa kadri nitakavyoweza kwenda kwa mfululizo, lakini pale ambapo nitashindwa basi huenda tutaenda baada ya siku moja, ama ikishindikana sana basi haitazidi siku 2. Kwa hiyo tutazidi kujifunza kuona wito huu wa Mungu wa mwisho wa kutuita kujikana nafsi. Lakini tunajikana nafsi kwa kitu gani? Kurejea kwa Mfalme Konstantino. Mfalme Konstantino anarejea kufanya nini? Lakini anarejea kutoka wapi? Na anarejeaje wakati tunajua Konstantino alishakufa? Anarejeaje? Lakini ni nini Mungu anazungumza nasi kama onyo kwetu, lakini kama ujumbe wa tumaini kwetu kwa ajili ya siku hizi za mwisho? Katika kitabu kile cha Luka, sura yake ya 17. Kitabu kile cha Luka sura ya 17 tumeambiwa yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwapo. Kwa hivyo tutaangalia matukio na vipindi tofauti vilivyotokea katika historia ya ulimwengu huu tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Na katika series hizi na masomo haya tutaenda kuona kabisa ni namna gani Mungu amekuwa akizungumza na watu wake tangu zamani, lakini ni nini Mungu anazungumza na watu wake leo? Ni nini Mungu anatuita katika wakati huu leo? Katika kitabu kile cha Luka sura yake ya 17 na mstari ule wa 22 tutaenda kumsikia Yesu kile ambacho alikizungumza kama unabii wa kuhusiana na vizazi vyote, kama unabii utakaoonesha ukaribu wa kurejea kwake, lakini kuonesha pia dalili za kwamba Kristo yu mlangoni. Nini Yesu alikizungumza? Yaliyokuwapo ndiyo yatakayokuwapo, na huu ni wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Katika kitabu cha Luka 17 mstari wa 22 anasema, akawaambia wanafunzi, siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake Mwana wa Adamu, msione. Kumbuka Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi, na hii ilikuwa akitabiri kipindi ambacho yeye angezikwa kaburini. Anasema siku inakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake Mwana wa Adamu, msione. Pamoja na kwamba Yesu alipozikwa kaburini, matumaini ya wanafunzi yalikomea pale. Imani zao zilifia pale. Hofu yao iliangukia pale, na waliamini wamepoteza kila kitu. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa akiwaombea na jitihada ambazo walitamani kuwa pamoja na Kristo, kwa kuwahurumia wakakutana tena Galilaya. Lakini baada ya kuanza kuelewa maneno yake, walipokaa na kufikiria maneno ambayo Kristo alikuwa akiwaambia, ndipo alitamani Yesu ile historia ijirudie tena ya kuishi pamoja na Kristo, wamtendee ukarimu ambao hawakumtendea walipokuwa karibu naye. Yesu anawaambia wanafunzi wake, siku mtatamani muione siku moja tu katika siku zake Mwana wa Adamu, hamtaiona.
Na mimi ninawaambia kwa wale ambao tunaendelea kusikiliza, kwa wale ambao tunapata fursa ya kupata ujumbe wa leo unaotuita kutubu na kujitayarisha maisha yetu kukutana na Bwana wetu. Siku moja tutatafuta katika siku moja ya kusikia ujumbe huu unaotuita tusione. Siku zinakuja wapendwa, hatutaiona. Utafanya unachokitaka na utasikia mtu akikuambia acha. Leo tunapata nafasi. Anasema katika fungu la 23, tena watawaambia, tazama kule, tazama huku, msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate. Kwa kuwa kama vile umeme umulikavyo toka upande huu chini ya mbingu hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu katika siku yake. Anawaonya juu ya wakati wa kuja kwake. Rejea katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 3, wa 4. Alikuwa akiwaambia kuhusiana na nini? Mtu asiwadanganye, kwa kuonesha kwamba yatakuwepo madanganyo. Watu watadanganya kuhusiana na marejeo ya Kristo. Yupo huku anawaambia msiwafuate. Kwa sababu gani? Ni walimu wa uongo. Kufundisha tofauti na vile Kristo alivyoelekeza. Aliwaambia wanafunzi wake na anatuambia leo msiwafuate. Sikia. Katika fungu la 25 anasema lakini kwanza hana budi kupata mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki. 26, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Tumeambiwa katika kipindi cha Mhubiri, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwapo na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Sasa leo Kristo anatutambulishia kipindi kimoja cha siku za Nuhu. Yalikuwako nini siku za Nuhu? Lakini yalitendeka nini siku za Nuhu, kiasi kwamba tunaambiwa haya yatakuwepo siku zetu na yataonesha dalili ya kwamba kuja kwa Mwana wa Adamu kumekaribia. The final call for self-denial. Wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Anasema 27, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Kwa hiyo anatuambia kama ilivyokuwa siku zile za Nuhu. Siku za Nuhu watu walikuwa wakila na kunywa, watu walikuwa wakioa na kuolewa, walikuwa wakipanda na kuvuna, walikuwa wakijenga. Kadhalika ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake Mwana wa Adamu. Katika wito huu wa mwisho wa kujikana nafsi, tutaenda kuona kipindi cha siku za Nuhu kilivyokuwa na kinavyolingana kwa ulinganifu kabisa na kipindi chetu. Lakini tutaenda kugusia pia kurejea kwa Mfalme Konstantino. Na nipende kuambia masomo haya yatagusa kila kundi. Vijana, watoto, wazee, wakuu wa nchi, majemedari na kila viongozi wa dini, kila mahali kwa neema ya Bwana, kwa kadiri ambavyo atatujalia. Tutagusa kila kundi ambalo linaitwa katika wito huu wa mwisho wa kujikana nafsi. Na naweza nikawaambia kila kundi lina wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Wazee wana wito wa mwisho, wafalme wa nchi wana wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Viongozi wa dini, wachungaji, mapadri, wa maaskofu wana wito wa mwisho wa kujikana nafsi katika nyakati hizi za kurejea kwa Mfalme Konstantino. It is the final call for self-denial. Wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Siku za Nuhu. Kitabu kile cha Mathayo sura yake ya 24. Mathayo sura ya 24, tufike hapo. Mathayo sura ya 24 na mstari wa 37 anasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile
zilizokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue. Hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Anatukumbusha siku za Nuhu tena, kwamba watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, wakipanda na kujenga. Gharika ikaja wasitambue, na anaturudisha nyuma kusema kwamba kama ilivyokuwa siku zile kabla ya gharika. Kabla ya gharika kulikuwa na kitu gani? Kabla ya gharika, zile siku za kabla ya gharika. Na leo nataka nikuambie kwamba tutaenda kuangalia sana zile siku 7 za mwisho. Sitaangalia sana nyuma ya pale, huenda tukagusia tu, lakini tutaenda kuangalia sana zile siku 7 za mwisho ambazo zilikuwa kabla ya gharika. Na tutaenda kuona ni wito gani waliitwa kwa ajili ya kujikana nafsi, ni wito gani tunaitwa kwa ajili ya kujikana nafsi katika zama hizi za kurejea kwa mfalme Konstantino. Kitabu cha Mwanzo. Twende msikilizaji katika kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu kile cha Mwanzo sura yake ya 7. Mwanzo sura ya 7. Tufike hapo. Mwanzo sura ya 7. Mwanzo sura ya 7. Mwanzo sura ya 7. Hatuna muda wa kupoteza. Mwanzo sura ya 7 mstari wa kwanza nasema, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mume na mke, na katika wanyama wasio safi 2 mume na mke, tena katika ndege wa angani 7 mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua, siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Tunajua katika Mwanzo sura ya 6 na Mwanzo sura ya 7 inaelezea ilivyokuwa katika siku zile kabla ya gharika. Katika sura ya 6 Mungu anafanya agano na Nuhu la kutengeneza safina. Anaposema moyo wangu una huzuni, nimegairi kwa sababu nimemfanya mwanadamu. Kwa hivyo siku zake zitakuwa 120. Miaka yake itakuwa 120. Ukisoma katika fungu lile la 3 anasema, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Kwa hiyo Mungu anawapatia kipindi kile cha Nuhu miaka 120 kwa sababu ya uovu ulioongezeka katika kipindi kile. Wanadamu walipojaa katika uso wa nchi kama leo. Lakini tumeambiwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu, nitazidi kuizungumza sana hii, kitabu cha Pambano Kuu 498, The Great Controversy, chapter 37, ambapo inasema majaliwa ya watu wengi waliojazana duniani karibu yataamuliwa. Ulimwengu unapojaa na watu, ulimwengu unavojaa juu ya uso wa nchi, maovu yakaongezeka. Ilivyokuwa kipindi cha gharika, inakuwa katika kipindi chetu. Na Mungu akamwambia Nuhu, sitashindana na mwanadamu, siku zake zitakuwa miaka 120. Na ndipo anamwambia Nuhu, wahubiri watu, jenga safina, waambie miaka 120 gharika inakuja. Na Nuhu kwa uaminifu akafuata mashauri ya Mungu ya kuwaonya watu na kuwaelekeza watu kumrudia Mungu wa kweli. Baada ya miaka 20 gharika itakuja.
lakini wengi hawakusikiliza, na wengine wale ambao hawalisikiliza hawakufika kipindi kile kabla ya gharika yenyewe. Kuna wale ambao walisikiliza maonyo ya Nuhu lakini walilala kabla ya gharika. Lakini ziliposalia siku 7, Mungu anakuja na ujumbe wa kumpatia Nuhu. Anamwambia waambie watu zimesalia siku 7 ili gharika ije. Lakini hamaishi hapo tu. Anamwambia achukue wanyama walio safi 7, wasio safi 2, na ndege kadhalika, au afanye kama alivyoelekezwa katika wanyama katika siku hizi 7 za mwisho. Katika kitabu kile cha Wazee na Manabii, lakini kwa wewe unayotumia Wazee na Manabii kwa kama hii, iwe ni ile ambayo inakuwa na picha hapa mbele lakini yenye muundo huu, tunaweza tukaenda pamoja ukurasa ule wa 76 kwa wewe mwenye nakala ya muundo huu. 76 Wazee na Manabii, Patriarchs and Prophets, page 98 paragraph 3, 98 paragraph 3, na ni sura ya 7. Ili kwa wale ambao wana Wazee na Manabii yenye sehemu ya kwanza na ya pili, unaweza ukaangalia sura ya 7. Katika kitabu hiki cha Wazee na Manabii, ukurasa wa 76, aya ambayo imeanza katika ukurasa wa 75, aya ya mwisho, anasema muda wa rehema kwao ulikuwa karibu kupita. Nuhu kwa imani alifuata maagizo aliyopokea kutoka kwa Mungu. Safina ilikuwa imemalizika kama Mungu alivyoagiza, na kuweka chakula kwa ajili ya binadamu na wanyama. Sasa mtumishi wa Mungu akawa na wito wa mwisho kwa watu. The final call of self denial. Wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Anasema kwa maumivu ya maneno ambayo hayawezi kuelezeka, aliwasihi watu watafute kimbilio wakati muda ungalipo. Nuhu yamkini alihubiri hata kwa kulia kwamba watu mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu, kwa sababu tumeambiwa katika kitabu cha Mithali sura ya 1 mstari wa 23, 24, 25 mpaka 31, kuna wakati Mungu anasema mimi nitacheka siku ya msiba wenu. Kwa hiyo Nuhu aliwaambia watu akiwa na wito wa mwisho kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Sikia, anasema walikataa tena maneno yake. Na wengine leo tunapozungumza haya anaishia kucomment, anaishia matusi kwenye comment. Lakini naweza nikasema kwamba tukana uwezavyo, mimi haitanisaidia wala haitaniharibia chochote. Lakini swali linakuja, unapotukana unadhani unamtukana nani? Mimi nimetumwa tu. Anasema wakainua sauti zao kwa dhiaka. Kwa ghafla kulikuwa na ukimya katika kundi lililokuwa linaudhiaki. Ghafla kulikuwa na ukimya katika kundi lililokuwa linadhiaki. Wanyama wa kila aina, wakali kwa wapole, walionekana wakija kutoka milimani na msituni wakiingia katika safina. Kelele kama upepo zilisikika, na kumbe ndege walikuwa wanaruka kutoka katika kila upande. Hesabu yao ililitia giza anga, na kwa utaratibu kamili waliingia katika safina. Wanyama walitii amri ya Mungu wakati wanadamu hawakutii. Wakati watu waliendelea kudhiaki, wanashangaa kundi la ng'ombe, kundi la kondoo, kundi la nguruwe,
kundi la mbwa, kundi la simba, kundi la hayawani, kundi la tai wanaunga foleni kuingia ndani ya safina. Lakini nini kilitokea kwa wanadamu? Walibaki kukaa pembeni na kushangaa. Na unajua leo inatokea kwa namna hiyo hiyo. Wakati watu ambao ni wa kawaida, wasiodhaniwa kabisa, waliodharauliwa, ambao huenda wanachukuliwa kwamba hawataisikia tena sauti ya Mungu, wanasikia ujumbe wa onyo la mwisho kwa ulimwengu na wanatii na kufuata maelekezo. Lakini wale ambao wamepewa maelekezo haya kwa muda mrefu, waliowekwa katika nafasi za juu za kuyajua haya yote, wanaishia kufanya nini? Kudhihaki na kutukana. Wanyama walitii sauti ya Mungu, lakini wanadamu wamekataa kutii. Naweza nikakueleza kitu kidogo tu ambacho utaelewa picha hii ambayo mjumbe wa Mungu anaelezea. Leo hatushuhudii madume ya ng'ombe yakipandana yenyewe kwa yenyewe. Leo hatushuhudii jogoo akimfukuza jogoo mwenzake. Hatushuhudii. Leo hatushuhudii mbuzi dume beberu akimfuata beberu mwenzake ili azini naye. Lakini hayo tunayashuhudia kwa wanadamu. Wanyama wanatii sauti ya Mungu, lakini wanadamu walikataa kutii. Leo hatumuoni simba. Niachane na simba. Leo hatumuoni ng'ombe akila nyama. Anatambua chakula alichopewa. Lakini wanadamu hatutambui vyakula tulivyopewa. Tunakula kila kitu ili mradi ni kitamu. Na shetani ni mjanja na ni muuaji. Analeta sumu zinazowekwa sukari. Na sisi tunabugia. Ni kwa sababu vina utamu tunabugia. Wanyama walitii sauti ya Mungu wakati wanadamu wamekataa kutii. Hiyo ilivyokuwa siku kabla ya gharika, na ni zile siku 7 za mwisho. Na nisema tunaenda kuziangalia siku hizi 7 za mwisho, kwa sababu kwetu sisi tunaishi katika kipindi hicho cha upatanisho wa mwisho. Na Mungu ana ujumbe mmoja wa mwisho, onyo la mwisho kwa ulimwengu. Katika ukurasa huo wa 98 katika ukurasa huo wa 98, kwa wale wanaotumia Kiingereza, hiyo ndio kusomea mwanzo ilikuwa ni 97 paragraph 3. Lakini kwa wewe ambaye unatumia Kiswahili cha nakala ndio kuonesha, tuende katika ukurasa wa 77 aya yake ya pili. Anasema aya ya kwanza, anasema kwa muda wa siku 7 baada ya Nuhu na familia yake kuingia ndani ya safina, hapakuonekana dalili za janga linalokuja. Na unajua tunaishi katika wakati ambao kuna utulivu, kimya, kana kwamba hakuna lolote linalokuja. Sikia, wakati huu ndipo imani yao ilipojaribiwa. Na wakati huu ndipo imani zetu zinajaribiwa. Tumeingia katika chumba cha pili. Tupo karibu kabisa na kufungwa kwa mlango wa rehema. Tupo karibu kabisa na dhoruba ile inayokuja. Nimekwambia nitaenda kuonesha ni namna gani Konstantino mfalme anarejea. Konstantino mfalme anarejea kurejesha ajenda zake zile alizozipitisha 321. Sunday law, sheria ya kulazimisha ibada ya lazima kumwabudu Mungu jua, shetani. Leo anarejea kimya.
na dunia inaonekana kutulia kwa sababu kuna amani bandia. Na wachungaji wanaendelea kulia amani, usalama, sikukuu kupita kiasi, na kesho itakuwa kama leo, tufurahie kileo, na wanaendelea kutuliza watu katika usalama huo bandia. Lakini tumeambiwa kwenye Desire of Ages sura ya 69, wakati watu wakitulia katika usalama bandia na wakitazamia mbeleni miaka mingi ya mafanikio, ndipo katika wakati huo kwa ghafla, si kwa taarifa, kwa ghafla. Na unajua mengi yanayokuja mbele yetu kuanzia sasa yatakuja kwa ghafla. Ilikuwa ni wakati wa ushindi dhidi ya ulimwengu uliokuwa nje. Nuhu wako ndani ya safina. Mbona mmehubiri kuna lockdown? Haipo. Mbona mmehubiri kuna magonjwa? Hayapo. Mbona mmesema kuna chanjo sijiza lazima? Hazipo. Mbona mmesema sheria ya Jumapili Trump akishaapishwa madarakani mwezi wa pili anapitisha? Mbona mwezi wa pili umepita bado? Wafanyadhiaka wa kipindi hiki. Lakini tunaambiwa kama ilivyokuwa kwa siku za Nuhu, ulikuwa ni muda wao wa majaribio. Muda wa majaribio na majaribu makubwa kwao katika siku zile za 7. Baada ya kuingia ndani ya safina, wanaona hakuna jambo ambalo kana kwamba linatokea kuashiria Mungu analeta gharika kweli ndani ya siku hizo. Kulikuwa na utulivu usioelezeka. Lakini ulikuwa ni utulivu bandia. Kuchelewa huku kuliwafanya waamini kwamba ujumbe wa Nuhu ulikuwa ni madanganyo na kwamba gharika kamwe isingelikuja. Sema The Final Warning TV mnaeneza uongo. Waliamini kwamba ujumbe wa Nuhu ulikuwa ni wa uongo na ni madanganyo. Siku ya kwanza ikapita, hakuna. Siku ya pili ikapita, hakuna. Siku ya tatu ikapita, hakuna. Watu waliendelea kustarehe. Wakasema Nuhu amechanganyikiwa, wamejichanganya. Hawa watu wametuambia tuende mashambani, lakini nothing is happening until now. Hawa ni waongo. Sikia. Anasema bila kujali onyesho la ajabu walilolishuhudia, wanyama na ndege wakiingia ndani ya safina na malaika wa Mungu akifunga mlango, bado waliendeleza mchezo wao na hata kufanya dhihaka zidi ya ishara hizo ambazo Mungu amezionyesha kwa nguvu zake. Kwa hiyo huenda wengine walisema hawa ni wanyama bwana, hawajielewi. Porini hamna chakula, wanakuja kutafuta huko. Au wengine huenda alisema Nuhu ni mchawi, anavuta wanyama hawa kichawi. Pamoja na kuona ishara zile zote, walisema hapana. Leo tunashuhudia majimbo mengi ya Amerika yanapitisha bili za kupumzika Jumapili. Tunashuhudia mashule mengi ya Marekani yakihamasisha amri za papa 10 za papa kwenye mashule. Lakini kama nilivyokuambia, wito wa mwisho wa kujikana nafsi, tutaenda kugusa nyanja zote kwa kadri iwezekanavyo. Kila mahali ambako shetani amekita mizizi yake, kuhakikisha kwamba anateka akili za watu leo kuandaa kwa ajili ya sheria ya Jumapili. Kwa neema ya Bwana tutagusa kila mahali, ili katika kila kundi, kila mmoja awe na wito wake wa kujikana nafsi, na ni wito wa mwisho. Konstantino anarejea. Anasema walijikusanya makundi kuzunguka safina, wakiwacheka kwa dharau wale waliokuwa ndani yake kwa fujo ambazo hawakuwa wamewahi kuzifanya hapo kabla. Kwa hiyo katika siku hizi 7
za mwisho, ndipo dhihaka ya wafanya dhihaka ilikuwa kubwa kukilinganisha na kipindi kingine chote. Watu walijikusanya makundi wakiizunguka safina na kuwacheka waliokuwa ndani yake. Mmepotea. Na wengine wakiwacheka wajumbe wa Mungu. Mmekosa kazi ya kufanya. Na wengine wanadhani hapa tunapoteza muda, kwamba nimekosa kazi ya kufanya. Lakini tumeambiwa katika Danieli 12 mstari wa 4, wa 3, wa 4, wenye hekima ndio watakaoelewa. Na tunaposema wenye hekima ndio watakaoelewa, katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 1 mstari wa 30, hekima anayetajwa ni Yesu. Wenye roho wa Kristo ndani yao ndio watakaoelewa ujumbe huu wa siku za mwisho. Ndio watakaoona thamani ya wajumbe wa Mungu wanaotoa ujumbe huo. Yule asiyekuwa na Kristo hataelewa kamwe. Hataelewa kamwe. Ataona tu wajumbe hawa wamekosa kazi, na mwingine kwa kujidanganya atazani kwamba wanatafuta pesa. Ukiwa na wazo hilo umejidanganya. Umejidanganya kabisa. Katika siku zile 7 ndipo ambapo dhihaka ya wafanya dhihaka ilikuwa kubwa ukilinganisha na kipindi kilichopita. Kumbuka tumeambiwa katika kitabu cha Petro, katika kitabu kile cha Petro tumeambiwa na Bwana wetu Mwokozi Yesu kwamba kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake Mwana wa Adamu. Kama ilivyokuwa siku zile kabla ya gharika ndivyo itakavyokuwa siku zile kabla ya kuja kwake Mwana wa Adamu. Petro wa pili sura yake ya 3. Tufike hapo msikilizaji. Petro wa pili sura ile ya 3 na mstari wake wa 3 anasema, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Siku gani za mwisho? Watakuja watu wenye kudhihaki pamoja na dhihaka zao, wafuatao tamaa zao wenyewe. Watasemaje? 4, na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Kwa wataona mambo yote yanaendelea kuwa vile vile kama ilivyokuwa uumbaji mpaka leo, hakuna mabadiliko. Sasa hivi kweli mtu wa namna hiyo ni lazima hajakaa chini na kutafakari, kwa sababu leo akafufuliwa Danieli, huenda akiliona basi anakimbia, asielewe ni mnyama gani huyu, kwa sababu katika zama zake hayakuwepo. Leo afufuliwe aone juu kule kuna ndege zinaruka, atashinda kushangaa nini hiki. Lakini wafanyazihaka hawa wanasema mambo yanakaa hali hiyo hiyo. Kipindi gani wanakilinganisha? Fungu la 5 anasema, maana ufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia yote ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Kwa hiyo tunaoneshwa katika kipindi cha gharika, kuoneshwa baada ya gharika mabadiliko yalitokea. Dunia wakati ule iliangamizwa kwa maji, lakini wafanyadhihaka wa siku za mwisho pamoja na kuona hayo yote wanasema vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo.
tangu mwanzo wa kuumbwa. Lakini sababu ni nini? Hufumba macho yao wasione neno hili, kwamba zilikuwako mbingu tangu zamani na nchi pia. Sikia fungu la 7. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto na kwa neno la Mungu, zikilindwa hata siku ya hukumu ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Kwa hiyo tunaenda katika wakati ambao si katika kipindi kama kile cha gharika kulikuwepo na kuwatunza watu wakasalia. Tunakokwenda, dhoruba inayokuja itafungamanishwa na kufungwa kwa rehema. Lakini kipindi cha Nuhu pia kulikuwa na kufungwa kwa rehema. Na katika kila kizazi kumekuwa na wakati ambao Mungu anautoa kwa ajili ya rehema kwa wanadamu. Kwa kila kizazi watu wamepewa siku yao ya nuru na upendeleo, muda wa matazamio ambao wanaweza kuutumia kujipatanisha na mbingu. Lakini neema hii ina mpaka. Rehema inaweza kusii kwa miaka mingi, ikapuuzwa na kukataliwa, lakini hufika wakati ambapo rehema hufanya wito wake wa mwisho. Tumaini la vizazi vyote, kurasa wa 441. Rehema ina mpaka. Kulikuwepo na mpaka wa rehema katika siku zile za Nuhu. Kadhalika kuna mpaka wa rehema katika siku zetu. Nasi nimewaambia tunaishi katika kipindi cha mwisho kama vile siku 7. Kitabu cha Pambano Kuu. Kitabu cha Pambano Kuu. Kitabu cha Pambano Kuu kwa nakala hii ambayo ninaitumia, lakini unaweza pia ukawa na nakala za muundo huu. Yoyote ambayo utakuwa nayo kati ya hizo ndizo ambazo ninazitumia kwa zile za Kiswahili. Kitabu cha Pambano Kuu ukurasa ule wa 405, lakini nitakutajia na sura. Nitakutajia na sura, lakini kwa wewe ambaye unanifuatilia kwa kutazama, unaweza pia ukaisoma katika skrini yako. Katika ukurasa ule wa 405 wa kitabu cha Pambano Kuu, aya yake ya 2, The Great Controversy. Kwa wewe unayesoma unaweza ukaangalia nukuu ya Kiingereza hapo ipo ukurasa gani, lakini ni sura ile ya 28. Anasema, sasa tunaishi katika siku kuu ya upatanisho. Katika huduma ya mfano, wakati kuhani mkuu alipokuwa akifanya upatanisho kwa ajili ya Israeli, wote walitakiwa kujitesa roho zao kwa kutubu dhambi na kujinyenyekeza mbele za Bwana, ili wasije wakakatiliwa mbali kutoka miongoni mwa watu. Kwa jinsi hiyo hiyo, wote ambao wangependa majina yao yadumu kuwemo katika kitabu cha uzima wanapaswa sasa, katika siku chache zilizosalia za rehema yao, kutesa roho zao mbele za Mungu kwa kuhuzunikia dhambi na kufanya toba ya kweli. Ni lazima kuwepo kuchunguza moyo kwa kina na kwa uaminifu. Tunaishi katika siku kuu ya upatanisho. Atonement Day. Atonement Day. Ni upatanisho wa mwisho. Kuhani mkuu atakapotoka katika huduma hii, tunalinganishwa na kipindi kile cha gharika, mlango ulipofungwa, na hakutakuwa na nafasi tena kwa mwanadamu kuomba toba ya kusamehewa na kuacha dhambi. Taenda kuona ni kujikana nafsi gani ambako Mungu anatuita katika wakati huu.
Kuna vita vikali vya kupigana mbele ya wote wanaotarajia kushinda. Mazoea maovu, wale wanaong'ang'ana kupata ushindi. Kazi ya kujitayarisha ni kazi ya mtu binafsi. Hatuokolewi katika makundi. Usafi na kujitoa kwa mmoja hakuwezi kuondoa hitaji la sifa hizi ndani ya mtu mwingine. Ingawaje mataifa yote yatapita katika hukumu mbele za Mungu, lakini atachunguza kesi ya kila mtu kwa karibu sana na kwa uchunguzi makini sana, kana kwamba hakuna mtu mwingine duniani. Hatuokolewi katika makundi. Na hiki ndicho kilichowagharimu watu wa siku za Nuhu. Walijikusanya makundi pasipo kutambua kwamba kila mmoja anachunguzwa yeye binafsi. Na rehema ilipofungwa, hawakuwa na kwa kukimbilia. Kitabu cha Pambano cha Wazee na Manabii. Turudi katika kitabu kile cha Wazee na Manabii. Turudi katika kitabu hiki cha Wazee na Manabii. Turudi katika kitabu cha Wazee na Manabii. Ukurasa ule ukurasa wa 82 aya yake ya kwanza. Lakini ni 102 aya ya pili kwa wewe ambaye unatumia za Kiingereza, lakini unaweza ukaisoma katika skrini yako. Anasema, kabla ya gharika, Mungu alimtuma Nuhu kuonya ulimwengu kwamba watu waungame na hivyo kuepuka uangamizi. Kwa hiyo si kwamba Mungu alifanya kwa kushtukiza, alimtuma Nuhu. Katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa 502. Sura ile inayosema the final warning. 502 paragraph ya pili. Kwa nakala hizi ndizo kuonyesha. Anasema kwa kila kizazi Mungu ametuma watumishi wake kukemea dhambi pote ulimwenguni na ndani ya kanisa. Lakini watu wanapenda waambiwe maneno laini. Kadiri kuja kwa Kristo kunavyokaribia, Bwana anawatuma watumishi wake wakiwa na onyo ulimwenguni ili kuwaandaa kwa tukio kubwa hilo. Kwa hiyo leo Mungu anawatuma ulimwenguni watumishi wake, anawatuma kwa ujumbe wa onyo. Prepare to meet thy Lord. Jiandae kukutana na Bwana wako. Ni ujumbe wa onyo la mwisho kwa ulimwengu ambalo Bwana anawapatia watumishi wake leo, kama alivyompatia Nuhu katika kipindi chake, kuandaa ulimwengu kwa tukio lile kubwa, na leo kuandaa ulimwengu kwa tukio hilo kubwa la kuja kwa Kristo mara ya pili. The final call for self denial. Na tunaenda katika wakati ambao mgogoro wa mwisho ambao tumeambiwa hautalinganishwa na kizazi kingine chochote, hautalinganishwa na kundi lingine lolote. Wakati ule ambapo wanadamu watalazimishwa kuabudu kinyume na dhamiri zao, kuabudu mungu mwingine, kumwabudu shetani kwa lazima, kuisujudia mamlaka ya papa kwa lazima. Wakati huo, kupitia utunzaji wa Jumapili utakapolazimisha kisheria, na tunajua hilo ndilo tukio kubwa hasa lililo karibu sana, na kila mwanadamu atajaribiwa. Hatuokolewi katika makundi. Zingatia hiyo sentence. Hatuokolewi tukiwa ni kundi kama ni kanisa. Hatuokolewi kama ni kundi la wachungaji tumekaa kujadili semina. Hatuokolewi kama kundi la familia tunafanya ibada pamoja. Kila mmoja atapimwa mbele za Mungu as if hakuna mtu mwingine duniani. Kama baba, utapimwa kama baba na wajibu wa baba ndani ya familia.
katika maslahi ya kiroho. Kama mama hivyo hivyo, kama mtoto, kijana, binti hivyo hivyo. Hatuokolewi katika makundi. Anasema wengi wamekuwa wakiishi katika uasi wa sheria ya Mungu, na sasa kwa rehema anawaita ili watii sheria yake takatifu. Wote wale watakaoacha dhambi zao kwa toba na imani kwa Kristo watapata msamaha, lakini wengi wanaona kwamba inahitaji kafara kubwa sana ili kuziacha dhambi. Tunapata ujumbe unaogusa mioyo yetu, na Roho wa Mungu anatusadikisha kwamba huu ni ukweli. Wewe ndiye unaitwa kufanyia kazi imani yako, kutengeneza njia zako, kubadilisha mwenendo wako. Ni wewe ndiye unaitwa, kama alivyomtuma mtumishi wake Hagai, tengenezeni njia zenu. Ananiambia mimi ndiye ninaitwa, na ujumbe unanionyesha kabisa ni mimi ndiye Mungu anazungumza na mimi. Lakini nini ninatafakari? Ninakaa chini kuhesabu gharama na kusema inahitaji kafara kubwa kuacha dhambi. Lakini swali, je, hiyo kafara kubwa haijatolewa? Tumesoma kwenye Signs of the Times, dalili za nyakati, kwenye somo lililopita. Nikusii haya masomo yafuatilie. Kwenye somo lililopita tumeambiwa Yesu alikuja kusimama mahali ambapo Adam alisimama. Signs of the Times, Juni 13, 1900, paragrafu ya 4 na ya 5. Signs of the Times, Juni 13, 1900, paragrafu ya 4 na ya 5. Yesu alikuja kusimama mahali ambapo Adam alisimama. Alikuja kushinda mahali ambapo Adam alishindwa kushinda. Na kwa ushindi wake inafanya iwezekane kila mwanadamu kuitunza sheria. Lakini tunaambiwa wengi wanaona kwamba inahitaji kafara kubwa sana kuziacha dhambi. Lakini swali linakuja, je, kafara hiyo haijatolewa? Imetolewa. Kafara hiyo ni Yesu Kristo. Katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 521, sikiliza Yesu alivyotafakari. Anasema, mtazame anapotafakari kuhusu gharama ya kulipa kwa ajili ya nafsi ya mwanadamu. Katika masumbuko yake anaishikilia ardhi yenye ubaridi, kama vile kuzuia asisukumwe mbali zaidi na Mungu. Umande unaoanguka usiku unashuka kwenye mwili wake, ule uliolala kifudifudi, lakini hausikii. Yesu alitafakari, akalipa gharama kwa ajili ya nafsi ya mwanadamu, ambayo leo wengi tunapoona ujumbe unatuita. Wengi tunavyoona leo ujumbe unatuita, tunasema kwamba inahitaji kafara kubwa sana kuziacha dhambi. Na mimi ninakubali. Lakini nitakataa kwa kusema hiyo kafara haijatolewa. Kafara kubwa ya kutusaidia kuacha dhambi imeshatolewa. Tunahitaji kafara gani nyingine? Anasema, kwa sababu maisha yao hayakubaliani na kanuni safi ya serikali ya Mungu, wanakataa onyo lake na kukataa mamlaka ya sheria yake. Tunaitwa kujikana nafsi. Na wito huu unatuita kuachana na dhambi zetu. Petro wa kwanza, sura ya 4, mstari wa 1 na wa 2. Kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili wake ameachana na dhambi. Na kama tutaikubali kafara hii, ni lazima kuomba usiku na mchana, asubuhi
na jioni kwamba dhambi ikome katika maisha yetu. And this is a final call for self-denial. Katika kitabu kile cha Luka sura ya 9. Kitabu kile cha Luka sura ya 9, tufike hapo msikilizaji. Luka sura yake ya 9. Luka sura ya 9 na mstari wa 23. Luka 9 na mstari wa 23. Neno la Bwana linasema, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata, ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Mtu yeyote atakayetaka kunifuata, sharti ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Yani ni lazima tufanye self denial kwamba I have decided to follow Jesus. Unajua ndipo tunakumbuka yule mwimbaji aliyeimba, I have decided to follow Jesus. Nimeamua kumfuata Yesu. I have decided to follow Jesus. Sitarudi nyuma, sitarudi. Ni lazima tuamue kwamba I have decided, nimeamua kumfuata Yesu. Katika njia yoyote atakayoniongoza nitakwenda. Na hiyo ndio tabia itakayokuwa ndani ya wote ambao watashinda pamoja na Kristo katika jaribu la mwisho. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 4. Utaoneshwa wale ambao watamfuata mwanakondoo kila endako. They must decide to follow Jesus. We must decide to follow Jesus. Ni lazima tudhamirie moyoni, ni kweli nina udhaifu ambao sijaushinda, lakini ninahitaji kuushinda. Lakini kamwe usije ukaweka dhana akilini kwamba haiwezekani kuishinda. Kwa kuweka dhana hiyo ni kupinga kwamba kafara kubwa inayohitajika kuacha dhambi haijatolewa. Signs of the times. Katika chapisho la Signs of the Times Juni 20, 1900, paragraph ya 6, anasema, sin is a transgression of the law. Dhambi ni uasi wa sheria. Those who continue in sin, wale ambao wanaendelea katika dhambi, not misunderstanding the fact that the light has come to show them what sin is, bila kuelewa hoja ya kwamba nuru imekuja kwao kuwaonyesha nini maana ya dhambi. Those who refuse to lift the cross, because doing so will possibly limit their prospect of worldly gain, will meet with great loss. Wale ambao wanakataa kuuinua msalaba, kwa sababu kwa kufanya hivyo kutawazuia kupata mafanikio yao ya kidunia, watapata hasara kubwa. Tunapokataa kuuinua msalaba kwa kuamini kwamba kwa kufanya hivyo nitapata hasara kubwa, itanizuia kuishi maisha ya kiadventista ya kweli, kutanizuia kupata mafanikio ya kidunia. Lakini nini tutakutana nacho? Ni hasara kubwa. Anasema, they show that they do not choose to be partakers of Christ's life of self-denial and self-sacrifice. Wanaonyesha kwamba
hawachagui kuwa washirika pamoja na maisha ya Kristo ya kujikana nafsi na kujitoa kafara. Lakini katika kitabu cha Desire of Ages, Tumaini la Vizazi Vyote, tumeambiwa kwamba wote watakaomfuata Kristo watavaa taji ya kafara, kwa sababu watakuwa na roho wa Kristo ambaye alikuwa amejitoa kafara na amejikana nafsi. Yesu hawezi kutuita kubeba kile ambacho yeye hakukibeba kwa ajili yetu. Hawezi kutuita kuteseka kile ambacho yeye hakuteseka kwa ajili yetu. Hawezi kutuita kujikana kule ambako yeye hakujikana kwa ajili yetu. Lakini tunaishi katika wakati ambao tunapewa wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Hatuna wakati mwingi sana. Hatuna fursa nyingi sana. Siku moja tu ninayopewa ni kubwa sana kuhakikisha kwamba nimepiga hatua fulani katika kuishi maelekezo ya Mungu. Lakini tunapewa siku nyingi. Kwa kadiri siku nyingi tunazopewa, kadiri amani tunayoachiwa, ndivyo tunavyoenda mbali na kupiga hatua nyingi kurudi nyuma. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Je, itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote, kuupata utajiri wa ulimwengu wote, lakini akapata hasara ya nafsi yake? Itakuwa ni faida gani? Nijenge nyumba magorofa 10, nina gari BM au Hummer whatever, lakini nafsi yangu mwenyewe imepotea. Kuna faida gani? Kuna faida gani? Je, leo unapokaa unatamani, kuna namna ya kukaa unaanza kutamani matajiri wa kidunia. Sema ningekuwa Bill Gates, ningekuwa Elon Musk leo. Kila siku navumbua chombo kipya. Lakini kuna tajiri ambaye kwa macho haonekani ni tajiri. Je, tulishakae kukaa na kutamani? Sema nitatamani kuwa kama Yesu, ambaye hakuwa na pakulaza kichwa chake. Leo ulimwengu ungemuita ni fukara. Na hata leo akitokea mtu wa namna hiyo, hivi unadhani Elia Mtishibi Israeli walimuonaje? Na watumishi wa Mungu, wakati fulani Mungu anaruhusu wapitie katika uzoefu ule ule ambao Kristo amepitia, ili kudhihirisha ndani yao roho ya kujitoa kafara na kujikana nafsi. Katika chapisho hilo la Signs of the Times, ni Agosti 8, 1900, paragraph ya 2. Anasema, Christ says to us, Yesu anasema kwetu, occupy till I come. Do all that is in your power, and much that seems beyond your power, to save perishing souls. Yesu anasema kwetu, fanyeni kazi hata nijapo. Fanya yote uwezayo katika nguvu zako, na kwa kadiri iwezekanavyo yale yanayoonekana yako juu ya uwezo wako, ili kuziokoa roho zinazoangamia
Ni uwezo gani Bwana amekupatia? Karama gani ambayo Bwana amekupatia? Ifanye kwa kadiri uwezavyo katika nguvu zako kwa ajili ya kuokoa roho moja. Na kwa kadiri Mungu atakavyo kusaidia kuokoa roho nyingi zaidi kwa kadiri iwezekanavyo. Anasema, there are many who cannot give large offerings of money because they have no money to give. Wako wengi ambao hawawezi kutoa sadaka kubwa ya pesa kwa sababu hawana pesa ya kutoa. Lakini hata wao Mungu hawaachi. Mungu haiti wenye pesa tu. Mungu si maskini. Na ndio maana mtu anapojawa na kiburi na kuzani kwamba kazi ya Mungu inasonga kwa ajili ya pesa zake, huyo mtu yuko gizani. Wakati Petro anatumwa na Yesu kwenda kumvua samaki na kutoa pesa mdomoni, ilikuwa ni kemeo kwa matajiri wenye viburi. But by self-denial, by denying inclination, they may save something for the master. Lakini kwa kujikana nafsi, kwa kuikataa mielekeo mibaya, they may save something for the master. Watamtumikia bwana wao kwa jambo fulani. And this discipline will be of great value to them. Na nidhamu hii itakuwa ya thamani kubwa kwao. They may think their gift too small to be worth anything. Wanaweza kufikiri kwamba zawadi yao ni ndogo sana kufaa chochote. But as it is laid upon the altar, lakini kwa kadiri inavyowekwa juu ya madhabahu, God will bless it. Mungu ataibariki, and the result from it will be surprising. Na matokeo yatakuwa ni ya kushangaza. To practice self-denial and self-sacrifice is a discipline necessary to the disciples of Christ. Kuishi kwa kujikana nafsi na kujitoa kafara ni nidhamu inayohitajika na ya muhimu kwa wanafunzi wa Yesu. Kujikana nafsi, kujitoa kafara kunakohitajika ni nidhamu ambayo ni ya msingi sana kwa ajili ya wanafunzi wa Kristo. Katika wito huu ambao Mungu anatuita kwa ajili ya kujikana nafsi, wakati ambapo Konstantino anarejea, na tunapoelezea habari ya Konstantino anarejea, tunarudi nyuma. Nini Konstantino alifanya? Na leo nitaenda kugusia tu kidogo, lakini kwa kadiri tunavyoenda mbele tutachambua zaidi. Nitakugusia kidogo kile ambacho Trump amefananishwa na mfalme Konstantino of Roman Empire. Na bado hatufumbuki macho. Konstantino alifanya nini? Na leo huyu kwa nini afananishwe na Konstantino na ufalme wake, na anaonyeshwa ishara ya ambayo Konstantino alitumia kuishinda, ishara ya msalaba. Msalaba wa kuonekana ambao tunajua ni ishara inayotumika na mamlaka ya kanisa Katoliki, inayowekwa kwenye mavazi, kwenye vitabu, kwenye kila mahali panaonyeshwa alama ya msalaba, na hii was to symbolize sun worship,
ilikuwa ni kuiwakilisha ibada ya Mungu jua, ambayo ibada ya Mungu jua ni ibada ya utunzaji wa siku ya kwanza ya juma, Jumapili. Na inapokuja kulazimishwa, hicho ndicho tunazungumzia Sunday law, sheria ya Jumapili. Lakini wakati wa siku za Nuhu, pamoja na kuona dalili zote na ishara zote zilizoonyesha kwamba dhoruba inakaribia, watu waliabeza maonyo, walipinga ujumbe wa Nuhu na kusema ni wa uongo. Na leo tunaona ishara za wazi za kurejea kwa mfalme Konstantino, lakini bado wachungaji wataendelea kusimama mimbarani. Ninawahurumia wale wanaoabudu wachungaji ambao wameweka roho zao zote kwa mchungaji. Atakachosema ni kama Biblia imesema. Ninawahurumia. Na leo shetani atawatumia wachungaji wale ambao wamenolewa kupitia theolojia. Sitaacha kuzungumza hili. Theolojia ni chombo cha kunolea watendakazi wa shetani. Si mpango wa Mungu na si elimu ya Mungu, ni ya Babeli. Na itabaki kuwa hivyo. Wote waliopitia taasisi hizi za theolojia na kuitwa wachungaji kwa sababu tu ya kupitia taasisi hizi ni wachungaji wa uongo. Na ndio leo ambao wanawatuliza watu katika matumaini bandia ya kuambia hayo yote hana budi kuja, ni mwanzo wa utungu, lakini ule mwisho bado. Hatusiharakishe, tusijietee taabu kabla ya muda wake. Hawa ni mawakala hodari ambao shetani anatamani kuwatumia leo, kuwafanya watu wasiamke. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Ikiwa watu walijikusanya vikundi, nini kinamaanisha? Leo madhehebu yaliyotawanyika ulimwenguni kote ni kama vikundi vilivyojikusanya kwa ajili ya kuidhiaki safina hii ndogo, kundi hili dogo wanalotafuta kuishi maisha ya kumtukuza Mungu kama alivyoelekeza, na kwa dhiaka zao wana wadhiaki wajumbe wake. Ni waongo. Tupo ukingoni kuliko tunavyotarajia, wapendwa. Pambano Kuu imesema mwisho utakuja kwa kasi sana kuliko watu wengi wanavyotarajia. Na kama maandiko yanavyoshuhudia kusema kwamba wengi watakutwa hawakujiandaa, ni dalili inayojionyesha wazi kabisa kwamba wengi watakutwa hivyo. Kwa sababu pamoja na ishara hizi zote tunazoziona, lakini bado wengine watasema ni uongo, kama yalivyokataliwa maonyo katika siku zile kabla ya gharika. Leo ndivyo inavyoendelea. Wakati Mungu anaendelea kutuma maonyo kwa watu wake, maelfu wanayakataa maonyo hayo. Pamoja na ushahidi huu wote wa kuonyesha kwamba Sunday law, sheria ya Jumapili, inakuja. Mfalme Konstantino anarejea. Mungu anatuita kwa wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Katika kitabu kile cha Pambano Kuu kurasa ule wa 284 ama kwa Kiingereza 338. Lakini kwa wewe unayeangalia unaweza ukaisoma kupitia skrini yako. Anasema kutoka kizazi hata kizazi, maonyo ambayo Mungu ameyatuma kwa ulimwengu kwa kutumia watumishi wake yamekuwa yakipokelewa kwa kutosadikika na kutoamini. Toka kizazi cha Nuhu, kizazi mpaka kizazi. Na tutatembea kuangalia sehemu tofauti
katika series hizi za wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Kama nilivyokuambia, katika makundi yote ambayo tutayaangalia, tutaona kwamba makundi haya yote yalipoitwa katika nyakati tofauti tofauti, maonyo ambayo yalitolewa na Mungu kuwafikia yalipokelewa kwa kutosadikika na kutoamini. Wakati wa uovu wa watu wa zamani, kabla ya gharika, ulipomsukuma Mungu kuleta gharika ya maji duniani, kwanza aliwajulisha lengo lake kuwa wangeweza kupata fursa ya kugeuka kutoka katika njia zao mbaya. Hakufanya pasipo kuwaambia. Kwa sababu tunaambiwa kwenye kitabu cha Ezekiel sura ile ya 3 mstari wa 11, Bwana hakufurahi kufa kwake afavyo mtu mwovu, bali aghairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya. Bwana hakufanya mambo pasipo kuwajulisha watu lengo lake. Anasema, kwa muda wa miaka 120 onyo la kutubu lilisikika katika masikio yao, ili ghadhabu ya hasira ya Mungu isidhihirishwe kwa kuangamiza. Kwa miaka 120 Bwana alitoa onyo kupitia mtumishi wake, alitoa wito kupitia mtumishi wake ili wasiangamizwe na maji kwa kutafuta kimbilio ndani ya safina. Lakini ujumbe huu ulipokelewa kwa kutosadikika na kutoamini. Anasema, lakini kwao ujumbe ulionekana kama hadithi ya uongo na hawakuamini. Na wengine leo wanazungumza haya ni conspiracy theory. Sunday law, it is a conspiracy theory, kwamba ni nadharia tu za uongo ambazo hazitatimia. Na wengi wanaoitwa wasomi wa kidunia ndio wanachukulia hizi ni conspiracy theory. Dini ni utumwa. Walioleta dini ni wazungu. Yawezekana wazungu wameleta dini, ila si dini ya Mungu wa mbinguni. Ujumbe wa mbinguni haujaletwa na wazungu, umeletwa na Mungu. Huenda kupitia wajumbe wake ambao wengine ni wazungu. Ila si ujumbe ni wa kwao, ni kutoka kwa Mungu. Biblia si ya mzungu. Lakini shetani amekuwa akileta dhana na kuaminisha watu Biblia ni kitabu cha mzungu. Ni kujidanganya. Kama kingekuwa kitabu chake, mbona na wenyewe hawakielewi? Wakiwa wamehamasika katika uovu, walimdhihaki mjumbe wa Mungu, wakipuuzia miito ya kusii kwake na hata kumshitaki kwa ufidhuli. Kwa sema, mchochezi huyu, mfarakanishaji, mshupavu, anahubiri vitu ambavyo havipo. Leo mnasema kuna gharika, iko wapi? Mvua yenyewe haijawahi kunyesha tangu dunia iumbwe. Leo tuamini ujumbe wake kwamba kuna gharika. Walimshitaki na kumdhihaki kwamba ni muongo. Ni kwa jinsi gani mtu mmoja anaweza kuthubutu kusimama kinyume na watu wakuu wote wa dunia? Tena wakiangalia hivi, haka kajitu kaze final warning ndo asimame kinyume cha wafalme wa dunia, majemedari, maraisi. Haijalishi. Kwa mtu mwenye ukweli hawezi kulinganishwa, hata akiwa ni mfalme wa dunia anayetumainia uongo. Hata kama huyu mwenye ukweli ni mtoto. Tunarejeshwa katika Naamani. Je, kati ya Naamani na yule binti, yupi alikuwa anaonekana ni mkuu? Naamani na ufalme wake na ujemedari wake wote bado alikuwa na ukoma na hakujua nini cha kufanya.
mpaka binti huyu wa miaka 6 mdogo anamuelekeza kwa nabii. Lakini atukuzwe Mungu, Naamani alikuwa na kiburi, angeendelea kuteseka na ukoma wake. Na leo ukiangalia kwamba mimi sishauriwi, mpaka anayekuja kunishauri ni aliyekuwa na uzoefu mkubwa kuliko mimi, utaangamia kwenye ulimwengu huu. Kwa maana hakuna mwenye kiburi atakayesimama. Kama ujumbe wa Nuhu ulikuwa wa kweli, kwa nini ulimwengu wote haukuona na kuamini utetezi wa haki wa mtu mmoja kuwa kinyume cha hekima ya watu maelfu? Hawakujali onyo wala hawakutafuta hifadhi kwenye safina. Walisema kama ujumbe wa Nuhu ni wa kweli, kuna maprofesa ambao ni walimu, kuna madaktari bingwa, na katika mito hii ya kujikana nafsi tutaenda huko kote, kila nyanja tutagusa, ili kila mmoja awe na wito wake. Na inahitaji kujikana nafsi ili kuishi maisha ya mtu wa Calvary leo, kuishi maisha ya yule Mgalilaya wa hali ya chini. Inahitaji kujikana nafsi. Na Yesu tangazo lake linabaki vile vile. Mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Hilo tangazo halitafutika, litaendelea kubaki hivyo hivyo. Kwa sababu ni kanuni hiyo hiyo ya kujitoa kafara, na ambayo shetani anatamani, anatafuta kuiondoa, ili kutufanya tuone kwamba inahitaji kafara kubwa sana kuacha dhambi, lakini kafara hiyo imeshatolewa. Anafumba macho yetu tusione kwamba hiyo kafara kubwa sana tunayohitaji kuacha dhambi imetolewa. Watu wa kipindi cha gharika walikataa maonyo, na watu wa kipindi chetu hatutaki maonyo yanayotuonyesha kwamba mwisho wa kila kitu umekaribia. Na nimewambia tuna nafasi ndogo sana, tuna fursa ndogo sana, tuna muda mdogo sana kwa ajili ya kutendea kazi imani zetu. Maandiko ya awali. Kitabu cha maandiko ya awali. Maandiko ya awali kwa wewe ambaye una nakala ya muundo huu. Wewe ambaye una nakala ya muundo huu ni sura ile ya 8. Maandiko ya awali sura ya 8. Kwa wewe ambaye una nakala ya ujumbe wa awali, utatafuta sura inayosema jaribio la imani yetu. Lakini kwa wewe ambaye una handwritings ni sura ya 7. Zingatia. Maandiko ya awali sura ya 8, handwritings chapter 7. Ni lazima kushiriki mateso ya Kristo hapa duniani kama tunataka kushiriki katika utukufu wake ujao. Kama tunatafuta faida zetu wenyewe na namna ya kujifurahisha wenyewe badala ya kumtafuta na kumfurahisha Mungu na kuendeleza kazi yake yenye thamani inayodhoofika, tutakuwa tunamdharau Mungu na kazi yake takatifu tunayodai tunaipenda. Bado tuna nafasi ndogo sana kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Tuna nafasi ndogo sana ambayo tupo nayo kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Sijui wewe umeachiwa siku ngapi, na mimi sijui nina siku ngapi kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ila ninachokifahamu ni hiki: bado tuna nafasi ndogo sana kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Hakuna kitu kingine kipasacho kuwa cha thamani sana kiasi kwamba kwacho hatutajali wokovu wa kondoo wa Yesu waliotawanyika na kujeruhika.
Yaani kusiwe na kitu ambacho tutakipenda sana, cha thamani sana, tushinde kukitoa kafara kwa ajili ya kondoo wa Yesu waliotawanyika. Leo ulimwengu una kiu na njaa ya neno. Tunahitajika kusambaza vitabu na machapisho. Lakini tunawezaje kujikana kwa ajili ya kutimiza hilo? Kila mmoja ana sehemu yake kufanya kwa ajili ya wokovu wa mwingine. Na niseme hivi, hakuna hata mmoja ambaye haoni haja ya kumsaidia mwingine kujua ukweli anaojua yeye atakayeokolewa. Kwa namna yoyote ile, kama nilivyosoma, ambavyo Mungu amekujalia, kwa karama yoyote ile ambayo Mungu amekupatia, hata kama ni moja, hatupaswi kuificha chini ya pishi. Usitamani kufanya kazi kama mtu fulani, bali tamani kufanya kazi kama Yesu anavyohitaji uifanye wewe katika uwezo wako. Lakini kila mmoja anayo nafasi, na hii inahitaji kujikana nafsi. Wale ambao kwa sasa wanafanya agano na Mungu kwa kujitoa kafara, muda si mrefu watakusanywa huko nyumbani ili kushiriki thawabu iliyo kuu na kurithi ufalme wa milele. Kujitoa kafara na kujikana nafsi kunakohitajika. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo Mungu anavyotuita katika siku za leo. Maana amesema wazi kwamba katika wakati huu bado kutaendelea na hali ile ile ya kutokuamini. Maonyo yatabezwa vile vile. Ishara hizi zitabezwa vile vile. Unaweza ukasikiliza kile ndicho kugusia kuhusiana na kurejea kwa mfalme Konstantino. Tusome kidogo tu alafu uone kitu fulani kuhusiana na mfalme Konstantino aliporejea alikuja kufanya kitu gani. Katika kitabu chako cha Pambano Kuu, lakini ni nakala ambayo inatoka katika kitabu kinachoitwa A Source of Book of Ancient Church History. Lakini kwa wewe mwenye kitabu cha Pambano Kuu, ama unaweza ukasoma hiyo nakala yako, wewe unayetazama unaweza ukasoma kwenye skrini yako. Nini Konstantino alifanya? Anasema hivi, mahakimu wote, sheria ilipitishwa na mfalme Konstantino tarehe 7 Machi 321 baada ya Kristo kuhusu siku ya kupumzika na kazi inayosomeka hivi: mahakimu wote na watu wa mjini na mafundi stadi watapumzika katika siku ya heshima ya jua. Hata hivyo, watu wana mashambani wanaweza kuwa huru kwenda kulima mashambani, kwa sababu kwa mara inaonekana kwamba hakuna siku nyingine iliyo bora zaidi iliyotolewa kwa ajili ya kupanda nafaka kwenye mashamba, makondeni au mizabibu kwenye mifereji, ili kwamba mibaraka inayotolewa kwa ukarimu kutoka mbinguni kwa muda mfupi isipotee bure. Kwa hiyo Konstantino alipokuja 321 alikuja kuleta ibada na sheria ya kulazimisha watu kusali siku ya Jumapili, Sunday law. Na tunaona mfalme huyu, rais huyu Trump anafananishwa na mfalme Konstantino.
na akiwa ameshikilia ishara ile ile ya ushindi wake, ishara ya msalaba. Na msalaba, kumbuka, sikia, nikusomee tu kitu kidogo hapa. Kumbuka msalaba kwenye kitabu cha Desire of Ages, Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa ule wa 315 kuelekea 316, ni Desire of Ages chapter 45, ni sura ya 45. Kumbuka msalaba ulikuwa ni ishara ya mateso ya Warumi. Kwa hiyo mfalme, rais huyu anayelinganishwa na Trump, kumbuka baada ya sheria ya Jumapili kupitishwa, nini kilifuata? Mateso kwa watu wa Mungu. Na hichi ndicho kinachooneshwa kwa kumlinganisha Trump na mfalme Konstantino. Mateso kwa watu wa Mungu yanakuja. Lakini hofu ya watu wa Mungu si mateso. Swali ni kwamba tutateswa kwa ajili ya jina la Kristo au tutateswa kama wezi na wanyang'anyi? Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 16. Tumeambiwa mtu akiteswa ikiwa ni Mkristo ni heri, tena afurahi. Ila mtu wa kwenu asiteswe kama mwizi, mnyang'anyi au kwa ajili ya mambo kama hayo au fisadi. Mateso kwa watu wa Mungu yanakuja, na ishara ya mateso rais huyu Trump ameipokea na kukubali heshima ile, na kuambiwa anakumbusha enzi za mfalme Konstantino. Through your leadership, you embody the values. Kupitia uongozi wako unajumuisha maadili ya imani yetu ya Kikristo na upendo kwa Injili. Hii inanikumbusha juu ya mfalme mkuu wa Roma, Konstantino Mkuu. This emperor, mfalme huyu mheshimiwa rais, ndiye aliyegundua na kujenga mji mkuu wa Constantinople, eneo ambalo mimi nilizaliwa, ambao kwa leo inajulikana kama Istanbul. Ni heshima kwangu kukuletea wewe msalaba huu mtakatifu. Msalaba huu ndio ishara kubwa ambayo ilimuongoza mfalme huyu mkuu Constantinople katika ushindi. Kama Kristo alivyomfunulia katika njozi, alimwambia en tuto nika, alimwambia mfalme, ikimaanisha kwamba nenda na ishara hii, nayo itamaanisha ushindi, mheshimiwa rais. Msalaba huu ni ishara ya milele ya amani na nyara isiyoonekana, ishara ya nguvu ya kimungu na mwongozo. Kupitia msalaba huu, ninaomba kwamba ulete amani ulimwenguni na uifanye Amerika isishindwe. Nadhani umesikia tu vizuri. Lakini bado hatuoni kwamba hatuna muda wa kupoteza, wapendwa. We have no time to lose. Kama tutapoteza muda wetu mwingi katika mambo mengine, hatutautumia kutafuta uzoefu wa Getsemane, kuokesha na kuomba na kuchunguza maandiko, kumuomba Mungu atusaidie kila kasoro ambayo tunayo, tupambane vita kwa ajili ya kuishinda. Hakuna usalama mbele yetu. Katika Desire of Ages, naomba nikusomee hapa ili tuendelee. Anasema msalaba ulikuwa unahusianishwa na mamlaka ya Rumi.
mamlaka ya Rumi Katoliki ilikuwa ndiyo njia ya kutekelezea kifo cha kikatili zaidi na cha kudhalilisha zaidi kuliko vifo vingine vyote. Kwa hiyo msalaba ni ishara ya mateso. Mfalme Konstantino anaporejea, anakuja na ibada ya lazima, anakuja na mateso kwa watu wa Mungu. Je, tumejiandaa kukutana na dhoruba hiyo? Lakini pamoja na hayo yote, bado wengi tutaendelea kutokuamini. Lakini bado tutaona kwamba kuja kwa Bwana kumekawia na siku hizo hazitimizi na maono hayo hayatimii. Bado tutaendelea kusikiliza wachungaji ambao watatuambia muda bado. Signs of the times. Tunapoenda kuhitimisha kabisa katika somo letu, tuende katika kitabu, katika chapisho hili la Signs of the Times. Anasema, precious light has been permitted to shine upon our pathway. Nuru ya thamani imekuwa ikiruhusiwa kuangaza katika njia zetu. And around us are the angels of heaven. Na kando yetu wako malaika wa mbinguni who are interested in our welfare, ambao wanapendezwa kwa mafanikio yetu. God is willing to do great things for his people. Mungu anatamani kufanya mambo makubwa kwa watu wake. And he has promised that if we ask, we shall receive. Naye ameahidi kwamba kama tukiomba tutapokea. But men fail to grasp the promises of blessed assurance and help. Lakini wengi wanashindwa kung'ang'ania ahadi za baraka. Lakini wengi wanashindwa kung'ang'ania ahadi za hakika za baraka na msaada. These precious promises are to be fulfilled to those who keep the commandments of God. Ahadi hizi za thamani zinapaswa kutimizwa kwa wale wanaotunza amri za Mungu, and who do those things that are pleasing in his sight. Na wale ambao wanafanya mambo yale yanayompendeza machoni pake. We should praise God for his abundant goodness. Tunapaswa kumsifu Mungu kwa wema wake mwingi. Anasema, and manifest our love to him by our obedience. Na kudhihirisha upendo wetu kwake kwa utii wetu. The love of Christ manifested toward us. Upendo wa Kristo uliodhihirishwa kwetu. In his life of humiliation and self-denial. Katika maisha yake ya unyenyekevu na kujikana nafsi. In the death of Calvary. Na kifo chake cha Calvary. Should call for songs of gratitude from our lips. Yanapaswa kuinua sauti zetu za nyimbo za shukrani kutoka midomoni yetu, katika midomo yetu. The hope of his soon coming should fill us with sacred joy. Tumaini la ujio wake upesi linapaswa kujaza furaha na shangwe takatifu. And we should lay all of the merits of the divine character. Nasi tunapaswa kushikilia baraka za tabia ya kimbingu, of him who enjoyed in that, zake kwake yeye. Nasi tunapaswa kushikilia faida
za tabia ya kimbingu zake yeye aliyevumilia matusi, dhihaka, haibu na kifo kwa niaba yetu. He who knew no sin, he who knew no sin was made sin for us. Yeye ambaye hakuijua dhambi alifanya dhambi kwa ajili yetu, that we might be made the righteousness of God in him, ili kwamba tufanye kuwa haki ya Mungu ndani yake. Ndani ya nani? Ndani ya Kristo Yesu. Wito wa mwisho wa kujikana nafsi, kurejea kwa Mfalme Konstantino. Na hii ni siku ya kwanza. Bwana anao ujumbe kwa ajili ya kuzungumza nasi, na natamani tusikie na kutii ujumbe wake. Hakuna mwanadamu hata mmoja atakayepotea ambaye Kristo hakushughulika kwa bidii kumtafuta. Mungu anamuita kila mwanadamu, ananiita mimi, anakuita wewe, kufanya maamuzi kwa hekima kwa ajili ya wokovu wa maisha. Na tuna muda mchache sana kama tulivyosoma wa kumtumikia Mungu. Chache sana. Kama tutapoteza fursa ambayo Mungu anatupatia leo, tuwe na hakika tutapotea milele. Haijalishi ni dhambi kubwa kiasi gani ambayo unapambana nayo, lakini usije ukaamini kabisa uwezi kuishinda, kwa sababu kafara kubwa ambayo inahitajika imekwisha tolewa. Na sisi tunapaswa kuitumainia kafara hiyo tu. Tutashinda kama Kristo alivyoshinda. Basi nipende kuwashukuru wale ambao tumekuwa pamoja kupitia media hii ya The Final Warning TV, wale ambao tumekuwa pamoja tangu mwanzo wa kipindi hiki, tangu mwanzo wa somo letu mpaka tulipofikia hitimisho katika siku ya leo. Na hii ni siku ya kwanza na leo ni sehemu ya kwanza, wito wa mwisho wa kujikana nafsi, kurejea kwa Mfalme Konstantino. Tuzidi kuombeana, lakini tuzidi kufanya kile ambacho kinawezekana kwa ajili ya kuwezesha kazi yake, kwa ajili ya kusukuma mbele kazi yake katika wakati kama huu. Mungu anatuita kila mmoja kufanya pale ambapo ni karama yake amenipatia, kufanya pale ambapo uwezo wangu unaweza, kwa ajili ya kumsaidia mtu mmoja kusikia ujumbe wake, kumsaidia mtu mmoja kupata onyo la mwisho kwa ulimwengu, kusikia mtu mmoja kupata ujumbe, sauti ya tumaini wakati muda ungalipo. Basi tunapoenda kufunga tutapiga magoti kila mmoja, lakini kila siku, kila tunapozungumza na Mungu kwa ajili ya kile ambacho unatamani akuwezeshe kushinda. Tuzidi kuomba kwa neema ya Kristo. Siku ya sehemu ya pili haitachukua muda mwingi. Ninatamani kufululiza masomo haya, lakini pale ambapo itashindikana basi haitachukua siku 2 au haitavuka zaidi ya hapo. Nitafanya pale itakapowezekana ili tuweze kupata masomo haya kwa haraka kabisa na kuwafikia wengi. Lakini wewe unayetamani kuchukua masomo haya, unaweza ukachukua ukaweka katika flash na kuwasambazia wengine, hiyo unaruhusiwa. Basi Bwana wabariki. Tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, asante kwa wema na rehema zako nyingi. Asante kwa kadiri ambavyo umetuwezesha mimi pamoja na msikilizaji wako tumejifunza ujumbe huu kutoka mbinguni. Asante kwa sababu malaika zako wamekuwapo pamoja nasi hata sasa
kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto wako anasikia ujumbe wako, lakini nami pia kuweza kutamka maneno haya kupitia kinywa changu. Sauti yako nimeisikia moyoni mwangu. Tusaidie kuutii ujumbe huu kama ambavyo umezungumza nasi, na jina na sifa na utukufu vikurudie wewe. Asante kwa sababu utatujalia nafasi nyingine. Tunakusihi tusaidie, tuwezeshe ili masomo haya tukaweze kujifunza kwa mfululizo wake kama ambavyo umekusudia, ili sote tukasikie sauti yako na kufanya matengenezo na matayarisho yanayohitajika kwa haraka kwa kadiri muda mchache uliosalia. Tumaini letu utamuongoza kila mmoja kupitia jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumeomba na kushukuru. Amen. I stand amazed